Leo tunaanza safari katika Matendo 17 na sura hii inaanza na timu ya wamisionari ya Paulo, Sila na Timotheo, na sasa wamefika katika mji wa Thesalonike. Sasa kama kawaida, Paulo anaingia katika sinagogi la Wayahudi na mistari ya 2 na 3 inatufupishia huduma yake ya mahubiri pale. Kwa siku 3 za Sabato aliwajadiliana nao kutoka katika maandiko, akithibitisha kwamba ilikuwa lazima kwa Kristo, yaani mpakwa mafuta, kuteseka na kufufuka kutoka kwa wafu, na akisema Yesu huyu ninayewahubiria ndiye Kristo, yaani mpakwa mafuta. Sasa kutokana na mahubiri ya Paulo, tunaambiwa hapa kwamba watu wengi waliamini katika Bwana Yesu. Bila shaka, pamoja na hilo, viongozi wa Wayahudi wakachochea upinzani. Tunaambiwa hapa kwamba umati unafika na kushambulia nyumba ya Yasoni ambako wamisionari wamekuwa wakiishi. Wanamburuta Yasoni na wengine hadi kwa mahakimu ambao wanatishia kuwatupa gerezani. Vema, bila kuwa tayari kuhatarisha maisha ya timu hii ya wamisionari, kanisa, mstari wa 10 unatuambia, mara moja likawatuma Paulo na Sila usiku hadi Beroya. Huo ni umbali wa maili 60 hivi. Naam, huduma yao hapa Beroya inaanza tena katika sinagogi la Kiyahudi. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 11 kwamba Wayahudi hawa walikuwa waungwana zaidi kuliko wale wa Thesalonike. Walilipokea neno kwa shauku yote, wakichunguza maandiko kila siku ili kuona kama mambo haya ni kweli. Tena tunaambiwa wengi wao wanakuja kuamini Kristo, lakini viongozi wa Kiyahudi kutoka Thesalonike wanasikia kuhusu wamisionari wanaohubiri Beroya, na hivi karibuni wanafika na kuanza kuchochea umati tena. Mstari wa 14 unatueleza kwamba basi Paulo alitoroka mjini na akasafiri hadi Athene, karibu maili 200 kusini. Sila na Timotheo walibaki nyuma. Wao watapanga na kuimarisha kanisa hili jipya kabisa la Berea. Ni wazi kwamba Mungu sasa anataka Paulo apeleke Injili huko Athene. Hii ilikuwa kituo maarufu cha falsafa katika ulimwengu wa kale. Sokrates na mwanafunzi wake mahiri Plato walifundisha hapa Athene, pamoja na mfuasi wa Plato, Aristotle. Basi mji huu ni tajiri sana, na hata magofu yake leo bado yanaonyesha utukufu wake wa zamani. Athene pia ilikuwa kitovu cha ibada ya sanamu, na wakati Paulo akisubiri Sila na Timotheo wafike, mstari wa 16 unatueleza hapa kwamba roho ya Paulo ilichochewa ndani yake alipoona mji umejaa sanamu. Wanahistoria wameandika kwamba huko Athene kulikuwa na sanamu nyingi za miungu kama ilivyokuwa na watu. Basi Paulo hatapoteza muda wowote. Anaanza kuzungumza katika sinagogi na Wayahudi na pia sokoni na Wagiriki. Inaonekana wasomi wa falsafa wa Kiepikurea na Kistoa walisikia mazungumzo yake. Wapikurea wanaamini kwamba starehe ndiyo lengo kuu la mwanadamu. Wastoiki wanaamini kwamba lengo la mwanadamu ni kutojisikia raha wala maumivu, bali kutawala hisia zote. Basi baadhi ya hawa wanafalsafa wanamrejelea Paulo katika mstari wa 18 kama mtu anayepiga domo tu, kwa maana halisi mtafutaji wa mbegu. Kwa maneno mengine, wanamchukulia Paulo kama mtu ambaye amekusanya mawazo mbalimbali tu, na sasa anajaribu kuyawasilisha kama yake mwenyewe ili ajulikane kama mwanafalsafa maarufu. Wengine wamechanganyikiwa na mahubiri ya Paulo kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo wanamwalika kwenye Areopago, kile kilima ambapo maafisa wakuu na wanafalsafa walikuwa wakikutana. Wana hamu ya kujua. Wamevutiwa na Paulo, huyu mtafutaji wa mbegu.
Wanataka kusikia zaidi kutoka kwake. Basi Paulo anaanza kujenga daraja kwao, na anafanya hivyo kwa utangulizi wa heshima sana hapa kwenye mstari wa 22. Paulo anasema, ninatambua kwamba kwa kila njia ninyi ni watu wa dini sana. Kisha anataja madhabahu moja maalum aliyoiona Athene, madhabahu iliyotolewa kwa mungu asiyejulikana au mungu asiyejulikana. Inaonekana Waathene waliogopa sana kusahau mungu fulani, wakaamua kujenga madhabahu kwa yule ambaye huenda hawamjui. Basi wanahistoria wanatusaidia hapa. Wanasema kwamba takriban miaka 500 iliyopita, Ugiriki ilikumbwa na tauni mbaya sana. Mamia ya watu walikuwa wagonjwa. Mamia walikufa. Watu walikuwa wamekata tamaa kutafuta tiba, hivyo wakaanza kutoa sadaka kwa miungu wote, lakini hakuna kilichoonekana kusaidia. Hatimaye mshairi maarufu kutoka Krete aitwaye Epimenides alikuja na mpango. Alienda kwenye kilele cha mlima huo huo Areopagus, ambapo Paulo anahubiri sasa hivi, na akaenda huko akiwa na kundi la kondoo. Aliwaachia kondoo waende huku na huku, na kila kondoo aliyelala chini alitakiwa kutolewa sadaka kwa mungu wa hekalu lililo karibu zaidi. Basi dhana ilikuwa kwamba miungu waliokuwa wamekasirika, wangevuta kondoo hao kwao, lakini tatizo lilikuwa kwamba kondoo walipoachiliwa walishuka kwenye ule mteremko wa mlima, na baadhi yao walilala mahali ambapo hapakuwa na hekalu lolote karibu. Watu hawakujua wafanye nini. Kwa hiyo, ili kuhakikisha wamekidhi mahitaji yote ya kidini, walijenga madhabahu na wakamtoa kondoo sadaka pale pale. Na wakati tauni ilipokwisha, walijenga mnara na wakaandika juu yake, kwa mungu asiyejulikana. Sasa Paulo yuko hapa juu ya kilele hiki cha mlima na kimsingi anasema, tazama, najua jina la huyo mungu asiyejulikana. Wacha nimtambulishe kwenu. Na Paulo anaanza kumwelezea Mungu hapa katika mstari wa 24 kama Mungu aliyeumba dunia na vyote vilivyomo, na akiwa Bwana wa mbingu na dunia, basi haishi katika hekalu zilizojengwa na mikono ya wanadamu. Sasa Paulo hapa anaanza na uumbaji. Na wapendwa, kadri watu wanavyopoteza maarifa kuhusu Mungu wa kweli na aliye hai, mahali pazuri pa kuanzia ni Mwanzo sura ya 1, kwamba Mungu ndiye muumba na chanzo cha uhai. Kuna mkanganyiko mwingi leo. Kwa nini? Kwa sababu tumemkataa Mungu muumba. Paulo anasema hapa katika mstari wa 26 kwamba Mungu aliumba kutoka kwa mtu mmoja kila taifa la wanadamu. Ukweli huo unashughulikia matatizo yote ya ubaguzi wa rangi tulionayo leo. Sikiliza, kuna mataifa na makabila mengi, lakini kuna jamii moja tu. Kuna jamii moja tu ya wanadamu iliyoumbwa na Mungu. Sasa Wagiriki hawakujua chochote kuhusu Mungu wa aina hiyo anayejali na kuwa wa kibinafsi. Paulo anaendelea hapa katika mstari wa 26 kutangaza kwamba Mungu ameweka nyakati na mipaka ya makazi ya watu. Kwa maneno mengine, Mungu ndiye anaamua kuwepo na hata mipaka ya kila nchi duniani. Hilo lingemaliza vita vya dunia kama tungekubali tu kwamba Mungu yupo, sivyo? Mungu ndiye ameamua ni kwa muda gani Marekani au China au nchi nyingine yote itakuwepo. Mungu ndiye anayeshikilia mataifa yote mikononi mwake. Na hapa Paulo ananukuu washairi wawili wa Athene ambao walikiri kwamba watu wote wanamtegemea Mungu kwa kuwepo kwao. Sasa washairi hawa wa Kigiriki walikuwa wanamzungumzia Mungu wao Zeu, na Paulo hajaribu kuthibitisha hoja yake kwa kutumia mashairi ya kipagani. Yeye kwa ustadi mkubwa anatumia mashairi yao kuonyesha hoja yake kwamba Mungu wa kweli ndiye chanzo cha uhai. Binadamu anajua kwamba kuna uungu nyuma ya uumbaji na anasema, niruhusu nikutambulishe kwa Mungu ambaye peke yake ndiye muumba.
Basi baada ya kumtambulisha Mungu wa kweli na aliye hai, Paulo kimsingi anahamia kwenye hitimisho ambalo ni kwamba kwa kuwa kuna Mungu muumba na umeumbwa naye, basi unawajibika kwake. Na ngoja nikuambie, hiyo ndiyo sababu, wapendwa, watu hawataki kuamini katika Mungu muumba. Wanajua kwamba hiyo itamaanisha wanawajibika kwake, hata watalazimika kusimama mbele yake siku moja. Na ndivyo kabisa Paulo anavyohitimisha hapa kwenye mstari wa 31. Mungu ameweka siku ambayo ataihukumu dunia kwa haki kupitia mtu ambaye amemteua, na juu ya hili amewapa wote uhakika kwa kumfufua kutoka kwa wafu. Kwa maneno mengine, Mungu amepuuza ujinga wao wa zamani. Yaani, bado hajawaleta hukumuni, lakini wanahitaji kutubu kwa sababu Yesu, aliyefufuka kutoka kwa wafu, Mungu mtu, siku moja atahukumu ulimwengu. Unajua, Paulo hajihusishi hapa katika mjadala wa kifalsafa. Yeye anatangaza Injili ya Mwokozi aliyefufuka na anawaonya juu ya hukumu inayokuja. Hili ni jambo tunalohitaji kukumbuka, wapendwa. Injili sio chaguo, ni kauli ya mwisho. Hivyo mahubiri ya Paulo yanaweza kufupishwa hivi: kuna Mungu mmoja, kuna jamii moja ya wanadamu, kuna Mwokozi mmoja, na kuna hakimu mmoja ambaye siku moja atakuja kuhukumu ulimwengu. Unaona, Paulo anaweka wazi kwamba hakuna miungu mingi, bali kuna Mungu mmoja wa kweli tu. Hakuna njia nyingi zinazoelekea kwa Mungu huyu wa kweli, bali kuna njia moja tu, na njia hiyo ni Kristo aliyefufuka. Ushahidi ni kaburi lake tupu. Sasa majibu kwa ujumbe wa Paulo ni tofauti. Tunaambiwa hapa kwamba baadhi wanamdhihaki, wengine wana hamu na wanataka kusikia zaidi, na wengine wanaamini. Unajua, watu wanaonisikiliza sasa hivi wanajibu kwa njia zile zile. Na wewe je? Je, unadhihaki Injili? Au unachelewesha mambo? Au labda una hamu, ungependa kusikia kidogo zaidi? Naam, ninaomba ujisalimishe kwa Mungu muumba wako leo na umkubali mwanaye Yesu awe Mwokozi wako. Na ikiwa haujafanya hivyo, usiende zaidi leo. Fanya hivyo sasa hivi. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.